Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 11, aya ya 29 hata ya 32. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia, Yesu alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo kitakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa Kusini aliondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani, na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, tumesikia somo la Injili toka Injili ya Luka, akieleza kuhusu habari ya kizazi hiki. Tumekuwa tukisikia habari ya vizazi, sema vizazi, watoto walizaliwa 2000, walizaliwa wakati gani, na yeye anaongelea habari za kizazi kile cha wakati wake. Wakati wake watu walipenda ishara, walimtaka Yesu afanye ishara ili waweze kumwamini. Na yeye anawashangaa kwamba kama Malkia alienda kuona hekima ya Sulemani akaamini, kama watu wa Ninawi waliona ishara ya Yona ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu kwenda kuwaambia watubu wakaamini, sembuse wale waliomuona Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe wanashindwa kuamini. Kwa hiyo anasema kizazi ni kizazi kibaya kwa sababu kinatafuta ishara ili kuweze kuamini. Aliyowataja watu wa Ninawi na Malkia watawahukumu kwa sababu waliamini katika vitu vidogo. Sisi tunamshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo kwenye maandiko, na wale waliomuona bado tunakosa kuwa na imani naye. Tunaalikwa tuamini, tusubiri kuona ishara. Ishara alizofanya Bwana wetu Yesu Kristo katika maandiko matakatifu zinatutosha kuwa na imani naye na kuamini kila anachotuambia kwamba ni kweli, na kuanza kukiweka katika matendo badala ya kusubiri kuona ishara kila wakati. Kwa hiyo tunaalikwa tuwe na imani katika yote tunayofunuliwa au tunayosoma kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo, na tumfuate na tuyaishi yale anayotufundisha. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.